nyumbani mwako, nawe utatuhudumia. Hutatukusanya kwa bahati mbaya, umetukusanya ili tuhudumie. Ukawaambia wanafunzi wako, waketisheni watu tena kwa makundi. Baada ya hapo ukawaambia, wagawilieni mikate na samaki. Iko mikate jioni ya leo kwa watu wako, siko samaki jioni ya leo kwa watu wako, katika jina la Yesu. Nami kama kuhani wako, ninaomba mbingu zifunguke kwa ajili ya hiyo mikate, mbingu zifunguke kwa ajili ya hizo samaki. Wale walipopimikiwa waone kuchazwa, waone kutoshelezwa, waone kuimarishwa, waone kuinuliwa, waone kutiwa moyo, waone kufunguliwa, waone kuponywa katika jina la Yesu. Mbingu zikawe wazi sana, kila anayefungua kinywa chake kukuita Mungu kasikie. Malaika wapandao ngazi na washukao saa hii waingie kazini, ninawaalika waingie kazini, wapande washuke, wapande washuke, wapande na mahitaji ya watu wako, washuke na majibu yao katika jina la Yesu. Wanafunzi ulipowauliza ukawaambia, wapeni watu chakula, wakasema hatuna, hata mimi sina cha kuwapa. Kwa sababu wewe unacho, wape kwa kadri utakavyo, wape kwa kadri ya uhitaji, wape kwa kadri ya kusudi. Katika jina la Yesu ninatiisha sahi presha ya maisha, ninatiisha sahi hofu, mashaka ya vita na milima wanayoipanda. Mioyo yao ikashuke mbele zako, maana wewe ni mkuu na ubadiliki, na hiyo ndiyo sifa yako. Katika jina la Yesu, chochote ambacho kimefanya nafsi zao kuinama, chochote ambacho kimefanya mioyo yao kuinama, chochote ambacho kimefanya dhamira zao kuinama, katika jina la Yesu saa hii ninakitisha mbele zako. Neno moja, neno moja, neno moja, watu wako wakamilishwe palipo mapungufu yao katika jina la Yesu. Neema yako itukamilishayo, isiyoangalia madhaifu, ikaangalie sana watu wako waliokuja kwako, ikaangalie saa hii mioyo yao, ikachunguze akili zao, ikachunguze miili yao, kama liko sumbufu Bwana ukang'oa. Mtumishi wako Paulo anasema, ilikuwa mwiba kwangu, naomba ung'oe huo mwiba kwenye maisha ya watumishi, ung'oe huo mwiba kwenye afya zao, ung'oe huo mwiba kwenye uchumi, ung'oe huo mwiba kwenye mahusiano, ung'oe huo mwiba kwenye nafasi, ung'oe huo mwiba kwenye kusudi katika jina la Yesu. Wasikie kukamilishwa na wewe Kristo kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Naweza kaketi tukuombe. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa neema yake tena ya siku nyingine. Ametupa. Niombe chombo ya ukae pale kwa kukumai mnisaidia. Ya hata Shabili tunaweza kupata nafasi ili tusaidiane kwa haraka hapa tunapofundisha. Shabili na wewe uhaba, ungane na wenzako. Na nisaidia vifungu kwa haraka, inawezekana sijaweka vyote lakini ili tuende kwa spidi tunayotaka. Unganishe Mungu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana nilikwambia leo nitazungumza. Sitaki nikiweke kama kipengele cha hatua muhimu za toba. Ninataka nikiweke kama kipengele kinachokitegemea kwenye toba. Bwana Yesu asifiwe. Kisiwe sehemu ya hatua za toba, lakini kiwe sehemu ya toba. Unaeleweka mtu wangu? Kisiwe kwenye zile hatua nane, kiwe ni sehemu ya toba yako. Amen.
Na heading yako, kichwa chake ambacho tutajifunza siku ya leo ni uhusiano uliopo kati ya sadaka ya gharama na toba. Uhusiano uliopo kati ya sadaka ya gharama na toba. Uhusiano uliopo kati ya sadaka ya gharama na toba. Uhusiano uliopo kati ya sadaka ya gharama na toba. Kwenye Biblia inazungumza habari ya sadaka nyingi. Siku moja mtu mmoja akaniambia kwamba Ebeneza, mnatoa sadaka nyingi. Nikamwambia bado hatujatoa sadaka. Tukisema tufuate Biblia, ziko nyingi zinazohitajika kutolewa, hazitolewi. Kwa nini? Kwa sababu ya wakati ukifika zitatolewa, lakini wakati kama bado haziwezi kutolewa zote, zitakamilishwa. Kwa sababu hata hivyo huja kwa wakati. Hata wana wa Israeli walitoa hivyo, alivyokuja Kristo walitoa hivyo kwa wakati. Kila wakati ulitambulisha sadaka fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo ninatamani ujifunze uhusiano uliopo kati ya toba na sadaka ya gharama. Sio tu sadaka, sadaka ya gharama. Uhusiano uliopo kati ya toba na sadaka ya gharama. Biblia ninayoisoma mimi inanifundisha ya kwamba Kristo Yesu ni sadaka ya gharama ya toba ya aombaye toba. Nisikilize. Biblia ninayoisoma mimi inanifundisha kwamba Kristo ni sadaka ya gharama kwa yule afanyaye toba. Kwa nini? Kwa sababu alitolewa na Mungu kuja kumwezesha asiyeweza kuweza, kuja kumwezesha asiyetosha kutosha, kuja kumrejesha aliyepotea kwenye njia. Kwa sababu hiyo Kristo ni sadaka ya gharama kwa yule aombaye toba katika toba. Sasa kama Kristo ni sadaka ya gharama inayomrejesha mtu kwenye kusudi la Mungu, inayomuondoa mtu kwenye uharibifu, inayojenga daraja la mahusiano yaliyoharibika baina ya mtu na Mungu, ili huyu mtu arudie kwenye kusudi la Mungu, mtu huyo aombaye toba yake haikamiliki kama hajainua sadaka. Nisikilize. Kama hajainua sadaka. Na hapa hatuzungumzii sadaka kama fedha, hatuzungumzii sadaka kama kitu, tunazungumzia sadaka kama moyo. Watu wengi wametoa fedha, hawajaziconvert. Sasa Kiswahili tunasemaje? Kuzibadilisha kutoka fedha kuwa sadaka. Watu wengi tunatoa fedha, lakini hatujaibadilisha ile fedha kuwa sadaka. Watu wengi tunatoa vitu, lakini hatujavibadilisha vile vitu vifikie kiwango cha kuwa sadaka. Watu wengi tunatoa muda, lakini hatujaubadilisha muda kufikia kiwango cha kuwa sadaka, ulete majibu. Watu wengi tunajitoa kwenye utumishi, lakini hatujautoa utumishi tukaubadilisha kuwa sadaka. Mwangalie jirani yako, ambie umetoa sadaka au umetoa vitu. Nasema mtumaji unaongea kwamba tuanze taratibu. Amen. Haleluya. Ninasema hivi, kama Kristo ni sadaka ya gharama ya kimungu kumuondoa huyu mtu kwenye upotevu, kumrejesha palipo pazuri, kumuondoa huyu mtu kwenye uharibifu, kumrejesha palipo pazuri, kumuondoa huyu mtu kwenye ukengeufu, kumrejesha kwenye njia za Bwana. Kama Kristo ni sadaka ya gharama ya kimungu, basi mtu afanyaye toba ni lazima kuinua sadaka ya gharama. Nasema mambo machache hapa, alafu nitamaliza niombe. Yesu asifiwe. Maombolezo. Matendo ya Mitume 20:35. Matendo ya Mitume 20:35.
Matendo ya Mitume 20:35. Ndio maandiko yanasema, katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hii inawapasa katika mambo yote nimeonyesha kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa hapa kuna vitu vitatu. Kuna moja, kuna kazi, lakini kwenye kazi kuna wahusika. Kwenye hii kazi kuna wahusika wawili ili huyu mtu afikie kiwango cha sadaka. Moja, kuna wahitaji. Mbili, kuna neno la Kristo. Moja, kuna wahitaji. Mimi leo siongelee huko ni diakonia, siongelee. Ninazungumzia kipengele cha pili cha kazi ambacho ni neno la Kristo. Nikuulize swali, kwa sadaka zako zote ulizotoa, umetoa kwa neno lipi la Kristo ndani yako? Yaani kwa neno gani la Kristo ambalo nimezungumza ndani yako ukaenda kutoa hicho ulichokitoa na hapo ulipopatoa? Kwa sababu neno la kuhani nje ya neno la Kristo ni lobi, ni uongo, ni fashion. Kwa hiyo hapa anasema maneno ya Kristo aliyowaambia. Pale chini akasema machache, akasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Hilo ni la kwanza, la kutoa kuliko kupokea ni la Kristo. Yako na mengine unayajua unapotoa sadaka, unayatumia unapopeleka sadaka, unayaungamanisha na sadaka yako. Sasa kwa sababu toba inamfanya mtu kugeuka, kurejeshwa palipo kusudi, kuondolewa kwenye uharibifu na kupandwa palipo kusudi la Mungu, huyu mtu anatarajia kupokea. Nisikilize, unapofanya toba unatarajia kupokea kugeuzwa, si ndio? Unatarajia kupokea kurejezwa, si ndio? Unatarajia kupokea kutolewa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, si ndio? Biblia inakwambia heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo kwa sababu unatarajia kupokea, ni lazima kutoa. Ndio maana unatakiwa kuinua sadaka. Kwa sababu unatarajia kupokea, na Biblia na neno la Kristo linasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo kwa sababu hiyo inakulazimu kuinua sadaka ya gharama, kwa sababu ya matarajio ulionayo ya kamilifu. Sisi kama unanielewa, unatarajia kugeuzwa, unatarajia kuondolewa, unatarajia kuinuliwa, unatarajia kupiganiwa, si ndivyo unavyotarajia? Na kwa sababu hiyo si utapokea wewe. Huko kuinuliwa si kunakuhusu wewe, huko kugeuzwa si kunakuhusu wewe, huko kuponywa si kunakuhusu wewe. Kwa sababu hiyo ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa ili usipishane na formula ya Mungu, unainua sadaka kama mtu uliyetoa kwenye kile ambacho unatarajia kupokea. Sasa unaweza kusema, mtumaji, sadaka ya gharama ni nini? Kwangu nimesema Kristo kama sadaka ya Mungu. Kuna tofauti kati ya sadaka ya Mungu. Mungu alikutoa kwetu. Kuna neno huwa linanifurahisha kama nitalipata. Anasema tulizani amepigwa na Bwana. Yaani tulizani amepigwa na Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliyemtoa Kristo kwetu, na yeye ndiye aliyeruhusu Kristo kupitia yote mpaka kufika msalabani. Na yeye ndiye ambaye angeweza kuzuia zile hukumu za Pilato, angeweza kugeuza ule moyo Yesu asihukumiwe, lakini yeye ndiye aliyeratibisha hatua zote. Kwa nini? Kwa sababu ya ukamilifu ya huyu mtu anaitwa mwanadamu.
sio Kristo. Ni ukamilifu wa huyu mtu anaitwa mwanadamu ndani ya Kristo. Na ndio maana anasema Kristo ndani yetu, sisi ndani yake. Na katika hiyo sisi tunazaa sana. Isaya 53 mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Kwa hiyo tunafikiri ya kwamba alikuwa anaadhibiwa kwa sababu ametenda kosa. Kumbe hapana, aliyekosa ni sisi. Yeye aliyabeba ya kwetu, akaqualify kuhukumiwa kwa sababu ya yale ya kwetu. Kwa sababu hiyo, yeye ni sadaka ya gharama ya ukombozi wetu kwa Mungu kwetu sisi. Sasa kwa sababu hiyo tumepokea kutoka kwa Mungu ambaye ni Kristo. Sasa sisi tumepokea kutoka kwa Mungu ambaye ni Kristo. Hatuinui sadaka kama kumlipa. Tunainua sadaka kama kuheshimu, kama shukrani, kama kutambua nafasi yetu kwa huyo Mungu. Sasa Yohana 10, sadaka ya gharama ni nini? Nataka nianze kujibu hilo swali. Si ni sawa mtu wa Mungu? Si ni sawa mtu wa Mungu? Si ni sawa mtu wa Mungu? Na hapa kuna maangalizo mengi sana. Hapa unaweza kutumia hii kwenye utoaji wako wa sadaka wa kila siku. Mimi nafundisha eneo la toba, lakini unaweza kutumia kwenye utoaji wako wa sadaka ya kila siku. Unanielewa mtu wa Mungu? Mimi leo nimeweka kwenye toba tu, lakini sio mbaya kukitumia kwenye eneo lingine pia. Injili ya Yohana 11:25. Yohana 11:25, maandiko yanasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Anasema, Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniamini, ajapokufa atakuwa anaishi. Ajapokufa atakuwa anaishi. Nilifundisha siku ile ya msiba ya kufa. Kuna kufa mara mbili. Unakufa na kufa tena, lakini kuna kufa alafu kuwa hai. Sawa? Sasa anasema yeye aniamini, kwa sababu tunafanya kwa imani toba na tunapokea kwa imani. Nisikilize, kwa sababu tunafanya kwa imani na tunapokea kwa imani, hata sadaka tunayoinua lazima cha kwanza ijazwe na imani. Sadaka ya gharama ni sadaka iliyojawa na imani. Imani. Nisikilize, ziko sadaka mbili zilitolewa ambazo ninatamani watu wa Mungu hapa watanisaidia mistari kwa haraka, ya kwamba huyu mmoja, yule mwanamke mjane wa Seleka. Nisikilize, mjane wa Seleka, imani ilikuja baada ya maswali yake kujibiwa na kulazimishwa kufanya, ndipo akatoa kama sadaka. Mtumishi wa Mungu anafika, anakuta anaokota kuni, anamwambia sasa nenda nipikie mimi. Anasema mimi nakupikia nini? Na konzi mbili tu zauma, nazo hizo ninakusanya kuni mimi hapa nikapike mimi na mwanangu, na baada ya kula tusubiri kufa. Kwa nini tunasubiri kufa? Kwa sababu hatuna uwezo wa kupata konzi nyingine, hatuna uwezo wa kupata unga mwingine, hatuwezi kupata chakula kingine. Kwa sababu hiyo, hiki ndicho chakula chetu cha mwisho tukiwa hai. Baada ya hapo tutasubiri kukauka mpaka kufa. Mwisho Mungu anasema hamna. Wewe nipe mimi, hamtakufa. Sema hapana. Tasoma utaelewa. Mpaka anakubali. Alipokubali, maana yake imani ilipoingia. Angalia jirani yako, mwambie imani inapoingia kwenye sadaka, hiyo sadaka lazima ilete majibu. Mwambie mwenzako tena, imani inapoingia kwenye sadaka, hiyo sadaka lazima ilete majibu. Sasa
sio kifo kiko njiani. Biblia haisemi pale yule mama alikuwa amekaa eneo gani na mtoto wake alikuwa amekaa eneo gani, wakati mtumishi wa Mungu anavipiga vile vitu. My God. Akazipiga zile chapati. Piga ya kwanza mama anaangalia. Piga ya pili mama anaangalia. Alikaukiwa. Ndio kiwanda cha mafuta kinafunguliwa nyumbani kwake kwa imani ya konzi za ndani. Sadaka nje ya imani haina maana. Ni fedha, ni vitu nje ya imani. Kwa hiyo cha kwanza, ili iwe sadaka ya gharama, ni lazima ijaze imani, hata kama ni ndogo. Eneo la pili, mfano wa pili, ni yule mtu aliyeenda kutoa sadaka mbele ya Kristo, yule mwanamke mjane sifa Mungu wajane. Lakini Biblia inasema yule mwanamke alitoa shilingi. Basi Yesu amekaa. Napenda ile style. Kama Mungu kama wazee wa kanisa na wenye viti siku moja atanikubalia kujaribu hapa. Jicho kijicho. Safi. Hapa tuone mkurugenzi unaleta ngapi? Unataja nafasi yako, tunaangalia sadaka. Uangalie jirani yako. Mwambie umekamatwa leo. Yule mama wameleta mabosi, wameleta tena wanaleta kwa shangwe, wanaleta yule mama anakuja kinyonge kabisa. Anaweka kazi ya sana huyu kaweka kuliko wengine. Lakini ni ndogo kuliko wengine kwa thamani. Ni ndogo kuliko wengine kwa thamani. Kwa sababu kama alitoa hao wengine walitoa milioni, yeye akatoa shilingi. Ni ndogo kwa thamani, lakini ni kubwa kwa imani na kiwango cha sadaka. Ni ndogo kwa kiwango cha thamani ya machoni, lakini ni kubwa kwa kiwango cha sadaka cha rohoni. Jambo la pili. Lazima kuwepo na ulinganifu kati ya kinachotolewa na ujazo wa moyoni. Lazima kuwepo na ulinganifu kati ya kinachotolewa na ujazo moyoni mwa huyo anayetoa. Lazima kuwepo na ulinganifu. Leo habari za sadaka. Tena mwambie mwenzako za gharama. Za thamani. Lazima kuwepo na ulinganifu kati ya moyo na sadaka inayotolewa. Ukikosekana ulinganifu, utatoa ya Anania na Safira. Nakwambia utatoa, lakini ni ya Anania na Safira. Kwa nini? Kwa sababu ulinganifu wa moyo na kinachotolewa hauko. Mwanzo wamekuja na hati madhabahuni. Wakasema sasa Mungu, hii ni hati ya kiwanja. Tunaomba ukituruhusu ukiuza na kutupatia mteja, tutakuletea hivi. Mungu akasema ya kwanza ya mimi Mungu ndio mlivyokusudia moyoni mwenu, ya kwangu mimi Mungu. Sawa, navuta mtu kule, itakuja kununua. Haitanunua kwa thamani ya kiwango cha kwenu, atanunua kwa thamani ya kiwango changu Mungu. Kwa hiyo yule mtu alipokuwa anaenda kununua kile kiwanja, hakununua kwa thamani ya kiwango cha wauzaji, alinunua kwa thamani ya kiwango cha yule anayeenda kupokea hiyo fedha. Kwa hiyo akanunua kwa kiwango kikubwa. Mwambie tena moyo. Uchunge unapotoa sadaka ni mdanganyifu. Wakafunga, wana zimekuwa nyingi. Hamna, mama alikuwa mjanja. Sio anasema wanja hujakaa vizuri. Baba wewe tangulia kabisa. Ninakuja, nikishamaliza kuzaa nakuja baba, wewe tangulia. Basi akasema hamna shida.
wageni hapa. Mbona kama mnamdanganya Bwana? Nilikuwa hapa nilifundisha hapa au nilifundisha kingine. Ya kwamba unapotoa sadaka, moyo unabaki pale. Mwili unaenda. Biblia inasema hazina yako ilipo na moyo wako ilipo. Sadaka ni hazina ya moyo. Kwa hiyo inabaki pale moyo. Wewe unaenda na mwili kutafuta vitu vingi. Kwa sababu hiyo mioyo yao ilikuwa pale, na inachokizungumza pale na kile wamekileta ni vitu viwili tofauti. Mungu akapata hasira. Chafu kwa haraka watu hao, mtu yule yuko wapi? Na kipindi kile makaburi yako nje. Vijana kama tunajiona kamata peleka zitemu. Hamna ibada ya ndugu, hamna nini, yaani haikungojewa, haina liturujia. Ukienda nisikize, ni ibada ya Mungu. Na ndio maana ilikosa wala ilikosa kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ya Mungu. Mtu akifia magereza, mwili huwa hauendi kwenye familia mpaka kifungo kimeisha, ndio wanarejesha nguo. Kwa hiyo ni kwa sheria yetu tu ya nchi. Kifungo kikiisha ndio mtapewa nguo. Yule mtu alikuwa mwizi wa sadaka, alizikwa kama mwizi. Na ndio maana unaona taarifa mkewe anapokuja, mama na wewe uko umekuja umeleta zile nyingine au vipi? Sasa hamna unaona wale vijana ndio jamaa wanamlipa. Chapwa wametoka kufanya nini? Mama nini kilitokea? Ulinganifu wa moyo na sadaka inayotolewa ni muhimu sana. Matendo sura ya 5 mstari wa kwanza na kuendelea anasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Akauza kwa siri sehemu ya thamani, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Shetani anashughulika na nini? Moyo. Ulinganifu wa moyo na sadaka ni wa nini? Ni wa muhimu. Kwa nini? Kwa sababu anayeweza kudanganya, kudivert moyo wa mtu, wa mtoaji ni shetani. Huyo mtu asipokuwa makini. Unaona umetoa fedha, lakini haujatoa fedha ambayo Mungu ameiangalia au anahitaji kwa kazi yake. Umemaliza? Anasema hapa amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Nisikilize, nilikufundisha ni kanuni na filmu ya 5. Uhusiano ulioko kati ya toba na ushirika wa Roho Mtakatifu, usaidizi wa Roho Mtakatifu. Unanikumbuka? Unakumbuka hiyo? Kwa hiyo kumbe Roho naye alikuwa pale akimsaidia Anania na Safira kupeleka sadaka, kwa sababu kwenye hiyo sadaka ilikuwa inafungua vifungo, inawaondoa kwenye eneo fulani. Roho Mtakatifu anawasaidia ili waondoke, lakini moyo haukulingana. Halo, mwangalie jirani yako tena, mwambie aisee, uwe makini. Ulinganifu wa moyo. Jambo la tatu, usitoe visivyo vya thamani hata machoni pako. Usitoe visivyo vya thamani machoni pako hata machoni. Usitoe visivyo vya thamani. Usitoe hivi visivyo na thamani. Yaani ungesema hata kutoa makombo au masalia au mabaki, hata kutoa makombo au masalia au mabaki machoni pako. Yaani usiseme natoa hii kwa sababu ninavyo vimetosheleza sana. Siku moja nilikuwa nawafundisha hapa, nawaambia katika kitu ambacho mnatakiwa kuwa makini wa Kristo ni mwezi unaitwa Januari.
Mwangalie mwenzako, mwambie Januari. Mwambie tena Januari. Huo ni mwezi wa kuwa makini sana. Watu wengi wamefarakana na Mungu wao Januari. Watu wengi wamerithisha mafarakano na hasira ya Mungu kwenye vizazi vyao. Mwezi unaitwa Januari. Yaani mtu atoi sadaka, anasema sitoi sadaka, napeleka mtoto shule. Sitoi sadaka, nalipa ada. Sitoi sadaka, nalipa pango. Na unataka uwe salama. Kwa hiyo kumbe wewe huwa utoi sadaka, huwa unatoa masalia. Kwa sababu ukishatoshelezwa, ukishatosheka, vinavyobaki ndio unavyopeleka. Na ndio maana Januari huwa una, kwa sababu hakuna kinachobakia, vyote huwa vinaishi. Watu wameniangalia. Tukumai, watu wameniangalia. Sasa nataka niwaambie wewe ukweli. Mmeingiza mafarakano na Mungu hata kwa hao watoto wa shule. Kwa nini? Kwa sababu wamekula sehemu ya Mungu. Umewalisha sehemu ya Mungu. Wanasema tunani unasema. Yaani umejifarakanisha na flame kwa kulipa kodi wakati hujatoa sadaka. Kwa hiyo biashara umetangaza faraka ya wewe na Mungu wako kwenye hiyo biashara. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wako hana utambulisho. Vilivyomo ndani vina utambulisho, lakini yeye hana utambulisho. Mwambie mwenzako Januari. Mwambie Januari hii ilikuwa wapi? Na kwa kanuni za kimungu, Januari ndio tunatoa sadaka ya Bwana, ndio tunatoa malimbuko. Mwambie mwaka huu umetoa sadaka ya Bwana. Umetoa malimbuko Januari, ila ada umelipa. Alafu namwambia Mungu aende na wewe. Wapi? Sio topic yangu, nimekukumbusha, niliwafundisha hapa. Sasa Samueli wa pili 24:20. Samueli wa pili 24:20. Wapi? Samueli wa pili 24:24. Maandiko yanasema, lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketeza nisizozigharamia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupulia na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Sasa Daudi alitaka kumjengea Mungu, na akatokea Msamaria. Mwambie Msamaria. Mwambie mwenzako Msamaria. Akataka kumsaidia Daudi kujenga hekalu na kutoa sadaka. Akimpa kiwanja bure, free of charge. Akimpa ng'ombe bure. Yeye Daudi kiwe kazi yake ni kwenda kutoa sadaka na kwenda kujenga hekalu. Ni sawa? Lakini Daudi anasema hivi, hapana, siwezi kutoa sadaka vile ambavyo sijavigharamia. Kwa hiyo kwa sababu ninatakiwa kuingia gharama ili iwe sadaka, na iwe sadaka ya gharama. Mwambie inanipasa kuingia gharama ili iwe sadaka ya gharama machoni pa Mungu. Kwa hiyo anaingia gharama ya kulipia, analipia kwa thamani ya wakati huo, thamani ya mauzo. Haombi hakipunguzo, kwa sababu anajua ni sababu. Sasa mavuno huwa anashangaa. This is out of my topic, lakini itakusaidia. Mavuno huwa anashangaa. Mtu halimu nyanya, anaenda kununua tenga mbili anakuletea. Ulimi nyanya, unakuletea tenga mbili. Kutoka wapi? Ulimi ndizi, hauna hata mgomba, umenunua mandizi 6.
Umetuletea hapa ya kuangaisha kupiga mnada. Tena hata ukienda sokoni ununui kwa bali ya soko. Mbona haziuzwaji hivyo? Nipunguzie. Sasa Daudi anasema Mungu hana kupunguza. Kwa nini? Kwa sababu ni sadaka. Sasa huko hapa ni kusamehe kwa kwa. Ndio maana wakati mwingine tunapishana na Wakristo. Kuna mtu hataki kutoa sadaka kwa sababu anasema hivi, hii rangi bei mnayotaja sio hii. Mimi nimenunua hata kama hii. Hujanunua kama hii, wewe umenunua inayofanana na hii, ila hujanunua kama hii. Kwa hiyo bei yake najua. Sasa wewe kuomba performa hii invoice sijui nini. Wewe ukienda unasema msinipe receipt. Mimi sinunui na receipt. Kwa hiyo bei unayopewa sio mimi ninayoenda kupewa kama kanisa. Daudi anasema hivi, nitanunua kwa thamani na akalipa in cash. Alafu akamtolea Mungu. Sasa acha kutoa matalia. Na hapa niliwaambia mwezi wa 3 na mwezi wa 4 ni mwezi wa kuondoa nadhiri. Watu wanafikiri mimi nataka fedha, mimi nataka vile vifungo vilivyowashikilia viwaachie. Kwa nini? Kwa sababu ninawaombea na ninaona ya kwamba kuna vitu lazima viondolewe ili maombi yajibiwe. Kama haviondoki, tutaomba, tutafunga, tutahubiri. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamefunga nadhiri na hazijaondolewa. Angalia jirani yako. Mwambie sio wewe unayechelewesha. Kwa nini? Kwa sababu watu wanataka kupeleka kwa Mungu visivyo vya thamani. Ningekuwa naongea na kanisa lazima ingewasaidia sana. Mtu anasema tofali ni 1200. Sawa, umeipeleka kupimwa? Yaani imepelekwa kupimwa? Hapana. Umenunua pale, umepeleka kujenga. Si sawa. Ni halali kuuziwa 1200. Lakini la kanisa tukikwambia 4000 tunamaanisha sio kwamba tumekuibia, kwa sababu ya value liende kupimwa, liingizwe kwenye vipimo, liletwe hapa, adhibitishe ya kwamba hili lipo. Hizo zote sio hela. Hizo gharama zote zinaingia nini? Sio kwenye tofali. Hamna mtu anayepasa sana. Nisikilize hivi. Hamna mtu. Sijui makanisa mimi naongelea hivi ndio. Hamna mtu anayepasa. Hamna, mimi nakwambia. Nakwambia niko hapa mama. Kwa mara ya kwanza mimi najua zile inapimwaga. Nilishangaa siku tulikaa hapa usiku mzee na picha zile ziko. Mbona mnashare watu wanaona ulipotoka? Huyu mzee alikuwa anakoroga zile kwa nikakimbia. Mzee leo ndo nafikia zile. Sasa mzee zimekuja hapa kama zinaroga zile. Kwa nini bwana? Hamna gabo kama mimi alikuja tu suruali yake akaingia. Nikaona mimi nafanyaje hapa hivi? Mwili wenyewe ndio huu. Mzee lenyewe hivi. Taniweza. Nikahepa nilikuwa na hivi yule. Yaani nilipozunguka siku hiyo, na nikaona niendelea na kazi. Baadaye naona wanaleta mikopo, inajazwa kwanza. Kila inayoletwa inajazwa. Kila inayoletwa inajazwa. Maana tunauliza mnapeleka watu wanasema lazima ikapimwe. Ina viwango. Ndio mwenzako huwa unapima sadaka. Unaipeleka kwenye viwango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mhubiri 5 mstari wa 4. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Hawi radhi na wapumbavu. Nikisema hivi lugha hii ninasema mchungaji Simona anatukana. Neno la Mungu. Mimi huwa sitaki kupenda kwa sababu lugha yangu ile yenyewe tafsiri yake inaonyesha ni mkali lugha. Sasa huwa naogopa ni ongea na lugha hiyo ya Biblia ngumu, ndio mtachanganyikiwa zaidi.
Lakini kama umeweka na hujaondoa, ni mpumbavu. Ni mjanja machoni pako, lakini ni mpumbavu machoni pa Mungu. Umeondoa mpumbavu. Kwa sababu unajua kuna vitu vitatunyang'anyia sana. Kuna usharika nilienda, yaani watu wanaona fahari kuchukua mavuno na kutokulipa. Ndizi ya 15,000 au 50,000 ananunua 500,000, lakini anajuaga kabisa uwaga ndani. Kwa hiyo ukifuatilia jina lake lipo miaka 4 anachukua hata mavuno. Mwende mwangalie ya kwenu pale. Mwende, inawezekana mwaka jana huko, mwaka huu huko, na mwakani mtakuwepo. Nendeni mtoe hayo mambo. Yaani mtu anasikia fahari huku, laki tunashangilia, tunampigia makofi, laki 2, lakini anajuaga kanisa huwa halidai. Mtakula na unakula huyo kuku. Ataanza kulia. Ataanza kukwangua tumbo. Sasa kukwangua tumbo, unaweza kusema, "Sasa tumbo vinatoka wapi?" Kuku yule kucha. Tuunganishe na Zaburi 85 mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema, naam, na wataua wake pia. Anasema, maana atawaambia watu wake amani. Naam, na wataua wake pia, bali wasirudie upumbavu tena. Nisaidieni hashtag ondoa nabii. Iende kwa kila Mkristo unayemjua. Hashtag ondoa nabii. Miezi wa 3 na 4 ndio hashtag yetu. Ili 5 hapa. Unajua 5 ndio tunamaliza maombi ya 90. Unajua hiyo? Hapa tupige ngundi ya vitu ambavyo watu hawajawahi vitokee, yatokee mambo ambayo watu hawajawahi kufikiri yatatokea. Waone moshi ukifuka mahali ambapo walijua hautawaka. Waone watu wakitembea waliolala kwa miaka. Lakini lazima tuingie dalama kwa sadaka ya dalama. Nimeeleweka? Nimeongea jambo la tatu. Sinaweza kusogea kidogo mbele? Si ni sawa mtu wa Mungu? Wapo kuna mstari mmoja wa Yeremia 15. Yeremia 15. Twende kwa haraka. Yeremia 15 andiko Yeremia 15 mstari wa 19. Nasema, kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakukurejeza upate kusimama mbele zangu, nao ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu. Nao watakurudia wewe, bali hutawarudia wao. Nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi ni pamoja nawe ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Sasa wewe unadai madeni, umepeleka tenda, umefanya nini, unadai, unaendaga, unatembea. Fikiria wewe unapotembea kufuata za kwako. Angalia Mungu anapohangaika na wewe unipeleke ya kwako. Ili wale wakupe peleka ya Mungu, alafu tawadai, alafu uone hawalipi. Unapigana, kuna watu wanakushikisha kwenye biashara, kuna watu wanakutisha kwenye nafasi, kuna watu wanakuhangaisha kwenye nafasi. Lakini wewe umebeba cha Mungu. Unacho kitu cha Mungu. Peleka cha Mungu madhabahuni ili Mungu awaondoe hao watu kwenye eneo lako. Unatembea na cha Mungu. Kiondoe kwanza ili hao watesi wapigwe. Kwa sababu kuna wakati unaomba wapigwe, Mungu akiwapiga na kupiga na wewe. Kwa nini? Kwa sababu wote mmekuwa kwenye level moja. Unanielewa? Elewa. Kuna mnakaa kinyonge.
Tulianza vizuri, mlikuwa mmekaa mnaniangalia. Naona mnapinda upande mmoja. Yaani naona mwishoni nitakosa watu wanaonisikiliza. Hamna, nilitamani Mungu tu. Naona watu mnafikiri kweli, nafikiri sana, inaumiza. Inaumiza. Methali 11:25. Neno la Mungu nasema, ndio, nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Watu wa Mungu, madhabahu ina kiu, ipeni maisha ili na mimi ina kiu, huu mwangu uondoke, watu wakae wanisikilize. Ina kiu, hii madhabahu ikae katika viwango vya kimungu. Ina kiu, ili eneo likae katika kiwango cha thamani ya Mungu wetu. Kwa sababu hiyo, mpeni Mungu. Hapa sizungumzii sadaka mpya, nazungumzia zile. Alafu ndio mwanze kutoa mpya. Kwa sababu utawekaje divai mpya kwenye kiriba cha zamani? Utatengeneza bomu. Ondoa cha zamani, weka divai mpya kwenye kiriba kipya. Alafu uone thamani yake. Okay. Naomba niende eneo la 4. Leo natamani nimalizane, muda wangu umeishia hapa. Eneo la 4. Ifanye sadaka yako kuwa sawasawa. Ifanye sadaka yako kuwa sawasawa na matarajio yako. Ifanye sadaka yako kuwa sawasawa na matarajio yako. Kwa nini? Kwa sababu apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Usipande haba uvune ukarimu. Panda ukarimu uvune ukarimu. Usipande haba uvune ukarimu. Panda ukarimu uvune ukarimu. Unatarajia vilivyo vyema, kwa nini unapeleka vilivyo vibaya? Unatarajia vilivyo vikubwa, kwa nini unapeleka vilivyo vidogo? Unatarajia kupata nguvu, kwa nini unavyovipeleka ni dhaifu? Unatarajia kuinuliwa kwa viwango, kwa nini unavyovipeleka havina kiwango? Kwa hiyo ili ufikie kupokea, wakati mwingine ifanye sadaka yako kwa sawa na matarajio. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda mmoja wa mama mmoja, alikuwa hana watoto. Sasa anasema alipoenda kwa mchungaji, tena mchungaji wa Kilutheri, hata hakwenda kwa hao wengine, alienda kwa mchungaji wa Kilutheri. Akaombewa. Alipoombewa, yule mama akatoka, akaenda sehemu fulani, senta, akanunua nguo za mtoto, akanunua pampers, akanunua na vile vitu vya mama mjamzito, akanunua vile. Amerudi nyumbani, akapiga simu, baba safari kaairisha, njoo nyumbani kuna kitu. Baba akarudi, niishia hapo. Lakini miezi 9 baadaye, kutoka siku amenunua hivyo, na siku amekutana na kuhani, na siku ameinua sadaka, alipeleka mende 2 za simenti. Mende 2 za simenti. Badala ya kwenda dukani, akapeleka kanisani. Akasema hivi, haya yote namuhangaikia nani? Niko mimi na mume wangu. Baada ya sisi hakuna mrithi. Nisikilize, kwa sababu ninataka mrithi, nataka mrithi kutoka kwa Bwana. Mende zikaja zinaongozana. Mchungaji akaambiwa hii ni sadaka yangu. Mchungaji akapiga yoe, akapiga maombi. Unajua maombi ya namna hiyo? Walimu mwenzako shaikuombewa maombi ya mshangao wewe. Kuna maombi unaombewa ya mshangao. Baba ungembariki, baba ungemuinua, baba unamfahamu huyu. Yaani kwani anakutambulisha kwa Mungu. Yaani unafikiri kama bado hujatambulika hivi.
mwenzangu chafikia kiwango cha maombi ya mshangao. Mchungaji anasema zitapakuliwa, na alikuwa anajenga kituo cha watoto na watoto ambao wametupwa. Na ukienda hapo kimejengwa. Lakini yule mzee anasema hivi, msingi wa kile kituo ni simenti za yule mama. Sawa? Apeleka menge, zimeshusha, zimeenda. Yeye kaenda kale huko kununua vile vifaa. Karudi, mtoto akapatikana. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Sio anashuhudia na watoto watano. Na mmoja yule wa kwanza anasoma upai. Mwangalie kidania. Mwambie wewe toa vitu vidhaifu. Alafu unataka mambo makubwa makubwa. Tusipowaambia ukweli sisi, nani atawaambia ukweli? Yaani tusipowaambia sisi ukweli, nani atakwambia ukweli? Hivi kweli unaenda kumwomba Mungu akutunze wiki, una change 10,000, una akili timamu. Unaomba change 10,000, una akili timamu. Unaomba wiki, unaenda mbele za Mungu kwa shukrani ya wiki, unaomba change 10,000. Ngoja nisiende huko, sitaki vita. Lakini wale jirani yako ndio thamani unayompa Mungu, ya kwamba wewe unaweza kupokea nini. Hicho ndio kiwango chako ambayo ukipewa wewe hiyo unayotoa, hata ukiweka mafuta kwenye gari ya wako, alafu nataka ikawaze injini ya Mungu ya kukuwezesha wiki nzima. Unaitokoza madhabahu ikufuatilie. Kuna watu wanafikiri umepigwa na watu, sio kweli. Kuna watu wanafikiri umeombwa, sio kweli. Kuna watu wanafikiri wana kizuizi, sio kweli. Hilo jiwe umeweka mwenyewe, umeinua jabali mbele yako. Nenda kipengele kinachofuata, namaliza. Sasa hivi namaliza. Kabisa. Namaliza. Unaweza kusoma tu hicho kipengele cha 4. Wakorintho wa pili sura ile ya 7. Mstari ule wa 7 mstari wa 1, maandiko yanasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tutakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Anasema basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo. Leo ninazungumzia ahadi ya toba. Ya kulegezwa, ya kugeuzwa, ya kuondolewa, ya kutoweshwa kwenye masumbufu. Leo ndio ninazungumzia ahadi hiyo. Ziko nyingi tunazo, ahadi nyingi, lakini mimi nazungumzia hiyo moja. Anasema kwa sababu tunayo hiyo ahadi, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Kwa nini? Kwa sababu mwili unahusika sana kwenye habari ya sadaka, kwa sababu mwili unahitaji fedha, ambayo hiyo fedha ilitakiwa kuinuliwa kama sadaka.
vile vitu ambavyo vingetolewa kama sadaka. Kwa sababu hiyo kuna namna ya kujitakasa, kujidhabihu, kuacha ili kuteseka wakati mwingine ili Mungu akuheshimu. Wanafunzi wa Yesu wakasema, tumeacha vyote tutapata nini? Angalia jirani yako. Mwambie vyote viliacha. Alafu akamuuliza tunapata nini? Saidia kusoma. Mathayo 19 mstari wa 27. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote kwa kufuata, tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amini nawaambia kwamba ninyi mlionitafuta mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Aliyeacha zimetajwa hapo kwa ajili ya nini? Ya jina la Mungu. Atapata. Anapataje? Sio Mungu anakushushia hela. Mungu anakupa ufahamu wa kukriti namna ya kupata hela. Mungu anakushushia mawazo. Mungu anakuinulia watu. Mungu anakuinulia connection. Mungu anakuinulia safari. Mungu anakuinulia ukuu. Mungu anakuinulia heshima. Hiyo ndio mambo Mungu anafanya. Kwa sababu wewe ni mdogo. Halo. Ndio unaendelea. Namna ya kuifanya sadaka sasa. Hivi nilienda na wewe. Nadhani nilipowafundisha sadaka watu wakagoma kwa mtu. Mimi nilikuwa napenda kufundisha sadaka. Nikafundisha. Nimemaliza hapo mtu kwa sadaka, kila mtu anaangalia ajaleta sadaka. Ana change yake hiyo mkono. Na mimi nimefundisha na mimi hapa sio. Nikabidi niwashike mic. Kabla msitende dhambi nyingine ya kumkatalia Mungu. Ndio ni mlichonayo. Alafu Jumapili leo niende sadaka. Ndio watu wanaenda. Alisha-change buku. Alisha-change fundisho. Na mimi nafundisha bali na majibu. Sio fedha. Majibu ya sadaka sio fedha. Na hapa nikufundisha kingine cha pili itazali kwa mkono. Hata kufuatilia fedha, kufuatilia sadaka. Ukitoa madhabahu, umetoa fedha, achana na fedha, wewe fuatilia sadaka. Kwa nini? Fedha itaenda benki ya yeye mbinguni, sadaka ndio inaenda mbinguni. Na ndio inayojibiwa. Fedha inatumika. Sasa hatukuambia ukweli tu. Lakini ukweli ndio huo, fedha inatumika, sadaka inaenda mbinguni. Kwa hiyo ile fedha tutanunua vitu. Tutalipa maji, tutalipa umeme kanisani. Tutamwambia mchungaji hii itakusaidia kwenda na kurudi kwa mwezi mzima. Tutafanya mchungaji tukaa hapa usiwe unapiga miayo hii itakusaidia kula. Usikae hapa kinyonge. Hii itakusaidia kupata maji ya kunywa. Hiyo ni fedha, sio sadaka. Kwa hiyo sio tunaenda kitu sadaka. Sasa sadaka inaenda mbinguni hata kujiunganisha na Mungu. Tukifanya vizuri sadaka zetu. Sadaka huwezi kununulia nguo. Wewe inaenda mbinguni. Inaendaje mbinguni sadaka tena kati imeshaenda mbinguni? Na kama haijaleta majibu haiondoki hapo. Nisikilize, kama haina majibu haiondoki hapo. Mimi nawezaje kutoa hapo? Acha hiyo damu. Rubia. Kwenye toba usifuatilie fedha, ifuatilie sadaka. Watu wengi hawajibili kwa sababu wanaifuatilia fedha, sio sadaka. Wanataabika na fedha, sio sadaka. Hawana habari na sadaka, wana habari na thamani ya kile wametoa, sio kile wamehitaji.
Hakuna. Hii hela ni mshahara unarudi. Unajua kuhani anatoa kwa kuhani. Unajua hiyo? Yes, kuhani anatoa kwa kuhani. Kwa hiyo nikaonyeshwa kuhani wa kupeleka. Nikafunga safari. Sio tena kwenye ile hela, ni nje hiyo hela. Nikafunga safari, nikasafiri, nikafika. Nikakutana na kuhani. Tena sikukuta ofisi. Tena hivi. Nimebeba mshahara wangu. Nikampa. Unajua nilipompa alichofanya? Akamwita mtu, njoo. Ulikuwa unanisumbua achukua hii hela. Nikasikia pole pole. Wanamshukuru Mungu. Sasa unasema kula hela zetu. Sadaka mimi siwezi kula. Naomba sio mimi, tuna wachungaji wengine hawawezi kula sadaka. Kwa sababu sadaka inamhusu mtoaji na Mungu. Halo. Mwambie mwenzako wachungaji ni wasogeza sadaka madhabahuni. Sio wapokeaji wala wajibishi. Sisi kazi yetu ni kuzisogeza madhabahuni. Alafu anayepokea ni Mungu na anayejibu ni Mungu. Msiingie kwenye hizo kesi za watu wasio na ufahamu. Mimi nafundisha kanisa lililo machuani kwenye hiyo eneo. Angalia jirani yako. Umeelewa sasa? Sadaka. Zaburi ya 20. Kama ile ananikumbusha Zaburi ya 20. Wa kwanza mpaka wa 4. Safi sana. Zaburi ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bwana ukibu siku ya ziki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekea msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Tuseme amen. Umeelewa sasa? Umeelewa? Mwambie ukainua sadaka ya gharama. Nakupa kesi ya pili. Sisi kwenda sisi tumekushuhudia. Kesi ya pili. Huyo kuhani alipelekewa magari mawili. Ile ilikuwa ni lenye shida. Alipelekewa magari hayo. Alafu amepelekewa. Akayatoa na yeye. Hata hajapata. Akampa. Tena hakumpa kuhani, akampa mtu mmoja kidogo. Na kwanza alipiga. Kanisa likapiga kelele wale wale. Afundisha kwa uchungu.
Mkielewa mtaacha kujijazia pale kwenye zile. Yaani ukijua utajijazia pale. Kama nilitoa 10,000, mbona wameandika 1,000? Utafanya hiyo. Ninaelewa. Utadili na wazee, utadili na mchungaji, utadili na yeyote, utadili na Mungu. Kwa sababu ndiye mpelekea sadaka. Simalize. Okay, ndio kesho tutamalizia. Kuna jambo tutamalizia kesho. Lakini nimalize kwa kusema mambo. Nimewasomea Wakorintho. Ndio Wakorintho wa pili 9:7. Lakini Wakorintho wa pili 6. Unaweza kaandika Wakorintho wa pili 6:9-10. Itakusaidia unaposoma. Nimalizie kusoma hapa. Wakorintho wa pili mlango wa 6 ule mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema, kama wasiojulikana bali wajulikanao sana. Nisomee vizuri. Kama wasiojulikana bali wajulikanao sana. Nisikilize. Kama wasiojulikana bali wajulikanao sana. Yaani inawezekana unapofikia kiwango cha kutoa sadaka usijulikane. Nisikilize. Usitambulike. Lakini unajulikana sana na unatambulika sana na watu wanaweza wasijue namna unatoa, lakini Mungu anajua namna unatoa. Watu wanaweza wasithaminishe namna unatoa, lakini Mungu akathaminisha kile unatoa. Kwa sababu hiyo, muangalie Mungu, usiangalie watu. Ndio ule mstari unakamilika ya kwamba unapotoa sadaka, mkono wako wa kushoto usijue. Kwa nini? Kwa sababu hatutoi ili tutambulike machoni pa watu. Tunatoa ili tutambulike machoni pa Mungu. Malizia pia. Kama wanaokufa kumbe tu hai. Kama wanaokufa, watu waliofikia mwisho, lakini ndani wana uhai. Kwa nini? Kwa sababu wana utambulisho wa Mungu, sio wa watu. Kama wanarudiwa bali wasio kuuawa. Yaani ni kama watu ambao walikuwa vitani na maadui wanarudi tena kuwapiga, lakini sio watu wanaokufa, kwa sababu ni watu wanaoshinda katikati yao. Kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha. Kama maskini bali tukitajirisha wengi. Kama wasio na kitu bali tu wenye vitu vyote. Haleluya. 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 Ukitoka hapa sasa ushajua kodi za kuifanya thamani sadaka yako na kuifanya kile unachokitoa kuwa sadaka. Umeshaelewa? Maswali mawili. Kipengele hicho nitakuwa nimemaliza. Wenzangu wataendelea kesho pale ambapo ninatamani wanisaidie. Maswali mawili. Nimezungumza vipengele vitano. Hivi ni vitano ni ishu ya sadaka na toba, uhusiano ulio. Lakini inawezekana imekupa upana mkubwa wa utoaji. Halo? Maswali mawili. Ukiwa kimya tunasimama. Aikomlege na aikomlege. Sasa msisahau kuniandikia maswali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina maswali. Naomba niwaulize, kuna wanajumuiya wa Kalvari hapa? Watu wa Kalvari upo? Mlisema kwamba wachungaji hawafundishi. Sasa umetokea mmoja tu. Na niwaambia jamani,
watu tunafundisha sana, semina zinapita zinafundisha kila neno. Sasa wanakarudi, tukifika Jumamosi tena wanaanza kuuliza, nyinyi hamfundishaki sadaka? Utanisaidia kuambia wengine, niombe ombi langu, Jumamosi tuambie wenzetu, jamani, kuna mafundisho, tunaelewa? Tuambie wenzetu, jamani, Jumamosi tufike kwenye mafundisho. Wachungaji, mahubiri tofauti na mafundisho. Mahubiri tunafanya syllabus ya kalenda, tunahubiri tunaweza dakika 15 kumaliza, lakini mchungaji anapoitisha semina, jamani, tufike, haya ndio yanafundishwa. Haleluya, asante mchungaji. Kuna mkono pale. Afuko leo hata sitamani kugusa hivi. Natamani ujipeleleze ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli mchungaji, naweza kufikiri kwamba kuna kitu kikubwa sana nimekipata, lakini nina swali dogo. Kuna utaratibu wa kanisa kwa line kwenye zile bahasha ambazo tunazitoa, na unafanya ulinganifu na kile ambacho umekiahidi. Kwa hiyo unakuta mwisho wa mwaka mtu unawekewa kimemo kwamba ile nadhiri yako haijakamilika. Sasa nilikuwa natamani kujua kuna kosa lolote kufuatilia kama bahasha yako haijajazwa vizuri. Haijanikuta, lakini naona mtu anayefuatilia bahasha yake imejazwa tofauti ni katika kuepuka mwisho wa mwaka kuwekewa kimemo ambacho hakina uhalisia. Naona hiyo kama ndio kusudi hasa ya mtu ambaye anafuatilia usahihi wa ujazaji. Nilikuwa natamani kupata clarification. Mtu ashumu kwamba mbele za Bwana nimemaliza, lakini Debora pia amemwekea kimemo akauke. Hicho nilikuwa nataka kufahamu. Asante sana. So kuna vitu vya kikanuni na kuna vitu vya kiroho kwenye vitu vya kikanuni. Sasa mimi nitakupa mfano. Unaweza ukachukua ukakusaidia. Sawa, sizungumzi siri, nazungumza kile ambacho kimemtokea miaka 3 mfululizo sasa. Yuko mtu mmoja, yuko hapa Ebenezi. Nilimwomba siku moja, nikamwambia mama, pata muda, ninaomba unisaidie kufundisha jambo. Nikamwambia mchungaji, mimi niko tayari. Hatujapata tu huo muda wa collide na sijasikia hiyo nafasi ndani, sijapata kwa maana. Yule mtu wake akiahidi, mwambie mwenzako akiahidi, anaondoa nabii muda huu. Kwa sababu ahadi, sasa nitakuwa nafundisha kitu kipya, lakini ngoja nikwambie. Ahadi hii, sasa sijumeshika maisha ya mtu atapeleka kesi. Ahadi haisemi lazima pale kwenye fomu, haisemi ni muda gani. Inasema mwaka huo. Kwamba namwahidi Mungu 2025 nitamtolea kiasi fulani. Haijasema Januari kiasi gani, haijasema Februari wala Machi. Si sawa? Nakupa kanuni ya ushindi. Wewe baki unamdai Mungu. Umemwahidi Mungu milioni, tafuta milioni weka kwenye bahasha yako akujazie milioni. Hawezi kukujazia laki. Umaliza hiyo kesi. Hamna kimemo wala nini. Hadi Jumapili unazotoa utakuwa unamtolea Mungu kwa namna ya vile ambavyo umesikia kutoa. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaangalia. Wako hapa sasa hivi wameshafikia watu 6 nafikiri, ambao wao na hawaendaji kujazia sio kwa Debora pesa. Wao sije kuona mimi naonaga wanakuja kwangu. Anaomba fomu, anajaza taarifa zote. Anajaza. Anasema bahasha yangu ni namba ngapi? Naendelea nayo ile ile, unampigia Debora, huyu mtu anasema yeye si bahasha yake ile namba ile ile. Ndio. Naomba uniwekee hizi hapa. Ukihesabu anachokupa na alichojaza ni sawa. Huyo mtu hafi njiani. Huyo mtu hagongi, huyo mtu haumwi. Moja nitawapa, nipata nafasi nitawapa huo ushuhuda. Nitamwita hapa mbele, atawaambia huyo wa kwanza, sababu huyo amefanya kwa miaka mingi mtu hapa. Wengi tunaoahidi hatuahidi milioni 10. Na sio mchungaji wenu. Si sawa? Tunaahidi ambayo ni average ambayo tunapata kwa mwezi huu. Kwa nini unaiweka mwaka? Kwa haya makosa ya kujazaji kwenye kanuni ni sawa, fuatilia. Hiyo tunasema sasa sio hiyo sio kiroho, hiyo ni ya kimwili.
unafuatilia mwilini ile bora asiwekeme mema. Lakini kwa Mungu wewe unajua Mungu nimekria na Mungu wangu niko right. Kwenye kanuni fuatilia, kwa sababu ni kanuni za kikanisa nazo zina maana. Usizipuuze. Lakini yaani ukifikia hicho kiwango, mimi nawaambia ule ukweli, niko hapa. Ukifikia hicho kiwango hamna mtu atakujazia, kwa sababu utatoa mpaka kiwango watu watasema Mungu, hivi ni baadhi ya inakuwa. Kuna siku nilienda sehemu, nimefundisha, nilikuwa semina, nimemaliza Jumapili nikawaambia watu, mimi sijaona sasa. Kwa kiwango cha idadi yenu, ngoja niwafundishe hapa Ebeneza. Siku nyingine naona ufanye. Sikiliza matangazo. Sawa? Kwamba wiki hii watu wamekuwa watu labda 400, si sawa? Wamemtolea Bwana milioni 10. Chukua milioni 10 gawa kwa 400. Utajua rate ya mshirika wa Ebeneza ni kiasi gani. Ndio. Kwa hiyo utakuta rate yetu ya kiwango labda ni 8,000 au 5,000 kwa kila mtu au 2,000 kwa kila mtu anayekuja kanisa. Lakini ukitoka nje ukiona namna baraka zile, mwambie hizo zinazotembea. Ukiziona zinazotembea, ukaacha hayo ya mabondi, sijui ya manini, ya manini, ya manini, haideserve. Kwa hiyo kuna vitu vya kikanuni fanya kikanuni. Mimi nimefundishwa na hao watu watano. Nimenifundisha kitu kikubwa. Kwenye utungaji wangu na mimi najifunza kitu cha kiroho. Huyu mwingine ni mzee. Unajua ni mzee. Ni mzee, ni mkongwe. Na anadunda kama vile kijana. Lakini yeye ananiambia toka amepata kupaipata. Hiyo ndio fomu ya ahadi kwenye kila eneo. Sasa wewe milioni kwa nini udaiwe kwa kiwango chako kwa nini? Hivi kwa nini milioni utoe miezi 10 unafanya marejesho kwa Mungu? Miezi 12 kwa nini? Wakati baraka ya mwezi mmoja ni zaidi ya milioni 1 na plus. Kwa nini usimsacrifice huo mwezi ukasema nimempa Mungu kwa sababu nimeondoa dhambi. Ninatembea mtu huru kwenye huu mwaka kwa sababu sina madhambi leo nifunga mbele. Ngoja nitawafundisha kwa sababu kwa kadri unavyoipunguza ndivyo ambavyo unapunguka pia wewe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kama ulitakiwa uinuliwe katikati ya mwezi wa 6 kwenye kiwango cha milioni 5, hautainuliwa kwa sababu nadhiri yako umeitoa kwenye 300,000. Sasa ukisema kwa wengine wanakutaka kwa baba askofu. Ninawaambia ukweli, hii ndio shida. Ningekuwa kwenye ibada, mzee amesema hapa mimi sitaki kurudi. Ningekuwa kwenye ibada nafundisha haya. Watu wangeenda kwa Yesu. Anadharau hela yake. Anadharau fedha yake. Anadharau sadaka. Mimi sijawana. Nimekufundisha kile na kile. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu nilisikia ndani. Na nyinyi nafikiri mlitangaza. Kuombea bahasha. Kuombea ile fomu before haijatoka na after mtu kujaza. Na watu wengi walikuwa wanashangaa wakija wanakuta faili pale madhabahuni. Mimi nilitoa maelekezo nikae na niliombea kwa muda ule ambao tumepewa wa maombi siku 30. Sasa tulipomaliza mtu mmoja alikuja tukwa good faith kuniuliza hilo ina maana gani? Nikamwambia kukuombea wewe, nikiombea ile fomu ninakuombea wewe na vyote. Kwa nini? Kwa sababu ile fomu imekutaka utaje vyote. Kama ni biashara itakuwa imeombewa, kama ni watoto watakuwa wameombewa, kama ni ndoa itakuwa imeombewa. Hali yako na namna ulivyo. Akashangaa, mimi zingine sikujaza, sasa hilo sio jambo langu. Hilo sio la kwangu. Sasa hiyo mimi na usibali. Usidharau mambo madogo. Kumbe kwa watoto yeye hakujaza. Sasa mimi na usibali. Hiyo kesi ni ya kwangu. Akaniuliza, "Kwa hiyo mtumaji wanangu hawajaombewa?" Nikamwambia, "Tena sasa ndio mnisamee ndio mtumaji." Kwa nani nzuri, kwa roho nzuri, nikamwambia, "Hiyo sikuombea huko."
niliongea kile kilichoandikwa na wale watambuliwe Baba. Sasa msiniulize swali lililofuata aliniuliza nini. Lakini unajua kuna makosa ya kikanuni za kiroho yanakuingiza gharama ya kikanuni za kiroho. Ili uyaingize itakuhitaji uingie gharama ya kikanuni. Kama mimi niliongea siku 7 au siku 30, utahitaji ujaze ukompasate siku 30 kwa kiwango cha fulani, kwa namna fulani, kwa namna ya maelekezo ya Mungu kwa wakati. Hello. Kuna swali pale hapa alafu nini? Hii issue ni ngumu sana na ina muda mrefu. Mmenielewa? Lakini kuna loki zimechomoka. Muangalie ndani yako, mwambie vipi ufahamu wako wa kiroho. Amina. Mchungaji, mimi sio swali sana, nilitamani zimegusiwa kule na tukazungumza habari ya sadaka za gharama. Ndio. Fomu hizo kuanzia 2023 ama kiwango kinashuka ama kiko pale pale. Yaani mtu anajaribu kuangalia hizo sadaka za gharama. Yes. Kama mwaka huu mtu namwahidi Mungu kwa mwaka mzima nitamtolea 400,000. Mwaka unaofuata 100,000. Probably au unashuka au unaflata. Hapo pia I wish. Sasa hamna kitu cha kosa kama hilo mnaofanya. Hamna kitu cha kukosea kwenye kanuni kama hiyo. Yaani unapojishusha automatic umejishusha kwenye link ya nafasi yako mwenyewe. Unapojipandisha ndivyo ambavyo unajipandisha kwenye link ya nafasi yako. Tawaambia sasa. Lakini takusema. Ulikuwa umeweka nadhiri ya 400,000. Si sawa? Mfano. 400,000. Ukakomaa. Ukaweza kuvuka 400,000, ukatoa 450,000. Kwa sababu ya mwili, mwaka unaofuata ulitakiwa kifomula ya kimungu uende zaidi ya 450,000. Wewe unashuka kwenye 350,000. Maana yake kwenye uchumi wako umekata 100,000 nzima. Kwa hiyo unapotembea ujue hiyo ni loss kwako, inaondolewa kwenye eneo lako. Sasa inaondolewa kwa matumizi ya nani? Ya Mungu wako au inaondolewa kwa matumizi ya maadui zako? Ndipo hapo mnapokaribisha chuma ulete. Kuna vitu kwenye kanuni lazima ujipande kwenye kiwango unachojiona na kiwango unachokusudia kufika. Kwa sababu hiyo ni lazima uweke gharama ya hicho kiwango. Sasa si mimi kwani hapa mmoja wanasema atafanya. Mimi naenda kuoa, nilikuwa naenda kuoa teolojia kama kama. Na kipindi hicho wa teolojia hawana mshahara. Wanapewa hela ya kodi, ndio msafiri. Yaani unapiga kazi mwezi mzima unalipwa 50,000. Hizo 50,000 mimi nataka kuoa. Nikaenda huko nikatajiwa mahali. Yaani mahali inanigharimu miaka 4. Piga 50,000 mara ngapi ndio unapata hiyo mahali niliyotaka. Hapo sijavaa, sijanunua vocha. Ni mahali. Sio sawa? Na nikapambana nikalipa before miaka 4 kwa sababu nilitaka nioe mwaka huo, nimetoka kwa sifa. Nini kilisababisha kwenda kulipa gharama ya namna hiyo? Ni thamani ya kile nilichokitaka. Na kwa sababu ya thamani yake Mungu akafungua njia nyingine za mimi kufanikiwa. Sasa usijiweke kinyonge. Kataa unyonge ili usipewe unyonge.
Kataa udhaifu. Biblia inasema hivi, na walio dhaifu waseme tuna nguvu. Sasa wewe kama madhabahuni tu unasema mimi ni dhaifu, wapi utasema wewe? Kama utambulisho wa kimadhabahu ni utambulisho wa kidhaifu, wapi utatambuliwa kwamba wewe una nguvu? Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu kwa neno lake, na kwa jioni ya leo amekupa nafasi kusogea uweponi mwake. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa maarifa haya ambayo umesema nasi jioni ya leo. Asante kwa pendo lako katika maisha yetu, ambalo katika ile Bwana imekuwa ni sababu ya sisi watoto wako kupewa neema ya kuisogelea madhabahu yako. Bwana, neno lako linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kutokuwa na maarifa. Manake wakiwa na maarifa hawataangamizwa tena. Asante kwa maarifa uliotupa kupitia mtumishi wako na kuhani wako Bwana. Asante kwa ajili ya yote ambayo Mungu amepitisha katika moyo wake na katika kinywa chake. Lengo lako Mungu ni kutujenga, ni kutusaidia ili tuweze kupata maarifa na kupata ufahamu ya namna itupasavyo kuenenda katika maisha haya. Tuseme nini mbele zako Mfalme zaidi ya kushukuru. Asante kwa neno hili la ufahamu ambalo katika ile Bwana limeachiliwa katika moyo wa kuhani wako kwa ajili ya kuyajenga maisha yetu na kutupeleka kwa viwango ulivyokusudia. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja Bwana ambaye amekaribia madhabahu yako jioni ya leo. Asante maana kwa ajili ya maarifa haya maisha yake yatabakia kama yalivyo. Asante Bwana kwa ajili ya maarifa haya, maana yatakuwa ni sababu ya maisha yake kujengwa. Uhusiano wako na yeye utajengwa katika maarifa haya, utajengwa katika ufahamu huu, utajengwa katika neema yako, katika jina la Yesu. Jioni ya leo Bwana usinyamaze kimya. Jioni ya leo Bwana usinyamaze kimya kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watoto wako, katika jina la Yesu. Maarifa haya Bwana yafanyike kuwa mbegu, yafanyike kuwa mbegu, yazae ndani yetu, yazae ndani yetu, yazae ndani yetu, na kuachilia maisha mapya, na kuachilia matarajio mapya, na kuachilia neema mpya, na kuachilia ufahamu mpya, na kuachilia hatua mpya ndani ya mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sahihi Bwana, mioyo yetu inapolipokea neno lako, neno hilo likatujenge ndani ya mioyo yetu, neno hilo likazidi kutuongoza katika mapenzi yako, katika makusudio yako, katika jina la Yesu. Nasi Bwana tunaomba toba jioni ya leo, mahali ambapo Mungu hatupenda sawa sawa na tukashindwa kutimiza mapenzi yako na tukashindwa kufikia viungo vyako. Jioni ya leo Bwana ninasimama na toba katika madhabahu yako, kuomba rehema Bwana kwa kuwa tulitembea isivyo sawa sawa, kwa tulitenda isivyo sawa sawa. Jioni ya leo Bwana tunatubia uovu wetu, tunatubia mienendo yetu, tunatubia utoaji wetu. Mungu karehemu, Mungu kasamehe, samehe watoto wako, samehe utoaji wao, samehe Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Na sasa Bwana achilia agano jipya, achilia patano jipya, achilia imani mpya, achilia nguvu mpya ya kwamba Bwana utaenenda sawa sawa mapenzi yako, utaenenda sawa sawa makusudi yako, utaenenda sasa na mpango wako, utaenenda sawa sawa mapenzi yako. Kwa kweli Bwana tumeyapokea maarifa, na maarifa hayo Bwana yatatusimamisha katika mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba wa rehema, msango ya Mungu tunasogea madhabahuni pako kwa ajili ya kutolea sadaka zetu. Tunaziombea Bwana usipokee sadaka hizi na kuzitakabali na kuisogelea madhabahu yako Mungu. Pokea sadaka za watoto wako, zifanyike baraka kwao, na neema yako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ende pamoja nasi na kutufanikisha. Tupe neema tena Bwana kwa ajili ya siku ya kesho, tuikaribie madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo Mungu tumeomba.
Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awainulie uso wake, awape amani. Kila mnapojifunza neno lake, mkapate kuliishi sawasawa na mapenzi yake, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.